Kwa maana Mwenyezi Mungu aliposema hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, moja kwa moja tukitafsiri tafsiri kavu, alikuwa anasema hawawi sawa wale ambao wanatambua na wale ambao hawatambui. Hawa wenye utambuzi wanakuwa juu kiuelewa kuliko hawa ambao hawana utambuzi. Lakini usitoke na uelewa ambao umefupirizika. Tunaposema utambuzi, hatugusi engo moja tu, kwamba mtu kakaa darasani kachukua Qur'ani akafundishwa akaielewa. Hatugusi hapo tu. Hata yule ambaye ana ufundi wa magari bado atakuwa yeye ana elimu ya magari, hawezi akawa sawa na yule ambaye hana taaluma ya ufundi wa magari. Ndugu yangu katika imani, ukisema neno idrak, umetumiwa msamiati idrak kuonesha kwamba hiko unachokijua basi lazima kiwe kimetimia asilimia kamili. Yani mtu ili aitwe ana elimu, kile alichokijua lazima kitimie asilimia kamili. Elimu haiwezi ikaitwa elimu mpaka kile kitu kinachoitwa elimu kitimie asilimia 100, na kama hakikutimia asilimia 100, hiyo haiitwi elimu. Na hapa ndo mashaka, na hapa ndo matatizo. Kila mtu ajinasibu ana elimu. Hebu jipekue kwanza, hiyo elimu yako imefikia asilimia 100? Utanielewa? Utanielewa ninachokusudia. Mwenyezi Mungu kwa kuwa ni mkamilifu, tunasema Mwenyezi Mungu amefikia asilimia 100. Kwa mfano huu ndio utanielewa. Mwenyezi Mungu kwa kuwa ni mkamilifu, tunakubali kwamba alkamalu lillah, ukamilifu ni wa nani? Mwenyezi Mungu kwa kuwa ni mkamilifu akaona kwa kuwa elimu ni kitu ambacho kinahitajia asilimia 100, 100%, si ndio? Akaona kitu hiki asianze mwanadamu, nianze kukifundisha mimi mwenyewe. Na ndio maana mtu yoyote anaotaka elimu hamuombi mtume, Rabbana zidni ilman warzuqni. Kitu unachokitaka kina asilimia 100, wai utegemeze kwa mwanadamu. Nafikiri kidogo utapata fununu ya kujua elimu ni kitu gani. Elimu ni uelewa. Uelewa moja kwa moja ni riziki ambayo inatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa kuwa elimu ni kitu ambacho kimefikia asilimia 100, Mwenyezi Mungu akaona akifundishe yeye mwenyewe, kwa sababu yeye ndo mkamilifu. Ndo maana mwalimu wa kwanza wa kufundisha kitu kinachoitwa elimu ni Allah tabaraka wa taala. Tunarudi katika Qur'an, wa'allama adama al-asma'a kulla. Hapo ndo imeanza elimu. Mwanadamu wa kwanza kuumbwa ndo anafundishwa. Yani hata malaika hawakuwa ni wanafunzi wa kwanza wa Allah tabaraka wa taala. Wa kwanza ni binadamu, amefundishwa na nani? Na mwenyewe Allah tabaraka wa taala, wa'allama adama al-asma'a kulla. Na kwa sababu gani? Kwa sababu malaika walishajiona wao wanaelewa kila kitu. Akamwambia Mwenyezi Mungu, na muumba huyu atakuja kufanya kadha 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 kadha. Akaonesha kwamba yeye ana elimu kuliko wale. Mimi najua nyinyi ambayo hamyajui. Kwa hiyo ile elimu akamfundisha mwanadamu, alafu mwanadamu akaja kuwa ni mwalimu wa pili, akawafundisha malaika. Mwenyezi Mungu alisema ambiuhum biasma'i haula, waeleze majina ya hivi vitu. Ile ni elimu ambayo wao walikuwa wameshindwa, na ndio maana walivyoshindwa walisema malaika, subhanaka allahumma la ilma lana, sisi hatuna elimu illa ma allamtana, kupitia mwanadamu, isipokuwa utakachotufundisha. Kwa hiyo mwalimu wa kwanza ni Allah, kamfundisha mwanadamu.
mwalimu wa pili ni mwanadamu, kamfundisha malaika. Kwa kuonesha elimu ni kitu cha thamani, ni kitu ambacho kimetimia 100%, uwezi ukakipata bure. Malipo ya kwanza ya elimu wanalipa malaika kumlipa mwanadamu, alafu wewe unamleta mwanao madarasa utaki alipe. Chukua falsafa, malaika walilipia elimu. Hapo mtume bado hajafundishwa na Jibril, tunakuja kote huko tayari malipo yashatangulia. Malipo yalipatikana wapi? Baada ya kuwa wamefundishwa, wakaambiwa wafanyeje? Usjudu li Adam fasajadu, wakasujudi. Ile sajida tushukuri, ile sajida ya shukuru, ile ilikuwa ndo malipo ya nini? Ya elimu yao waliofundishwa. Kwa hiyo kila aliyekufundisha lazima umpe shukurani ya nini? Kwa kuwa kipindi kile mfumo pesa haupo, wakaambiwa wamsujudie, na ishara kwamba darasa lolote lazima litakuwa na wanafunzi watukutu. Mwanafunzi mtukutu alipatikana ambaye ni Ibilisi. Aba, aligoma, wastakbara, akaleta kibiri, wakana minal kafiri, akawa katika makafiri. Kwa hiyo mwalimu wa madrasa lazima ukutane na wanafunzi wamepinda. Mwanafunzi wa kwanza kapinda mbele ya Allah tabaraka wa taala, katoa amri Allah msujudieni Adamu, kwamba hii sajida ni nini? Ni malipo. Sema udongo uniusujudie, mimi nimeumbwa na moto,